Pwani Habari ni chaneli yako inayokupa habari moto moto zilizojiri hapa Pwani na kwingineko. Kanasi. Waziri wa Ujenzi, Masuala ya Uchukuzi Zanzibar Dr. Khalid Salim Mohamed ametangaza viwango vipya vya nauli za usafiri wa abiria kufuatia ongezeko la bei lililoidhinishwa na serikali. Kwa mujibu wa tangazo lilotolewa jana na Waziri wa Ujenzi na Uchukuzi wa Zanzibar, serikali imeidhinisha bei mpya ya nauli za daladala zitakazoanza kutumika tarehe 1 Agosti sambamba na kuanza rasmi kwa huduma ya mabasi ya umeme Zanzibar. Serikali imefanya mapitio nauli baada ya kutathmini gharama halisi za uendeshaji wa huduma za usafiri wa abiria. Nauli ya chini ya daladala imeongezwa kutoka shilingi 500 hadi 700, ikiwa ni wastani wa ongezeko la 16% katika njia za mijini na vijijini. Mabasi mapya ya umeme yatatoza nauli ya kuanzia shilingi 700 sawa na kiwango kipya cha chini. Wanafunzi na wazee wataendelea kulipa nusu nauli iliyoidhinishwa kama ilivyokuwa awali. Serikali imeeleza kuwa lengo la marekebisho hayo ni kuhakikisha huduma za usafiri zinaendelea kuendelevu huku zikiendana na ongezeko la gharama za uendeshaji. Katika kipindi cha hivi karibuni kumekuwa na ongezeko kubwa la gharama za uendeshaji wa vyombo vya moto kutokana na mabadiliko ya bei za mafuta katika soko la dunia pamoja na ongezeko la gharama za matengenezo, lakini bima, vibali na tozo mbalimbali. Hali hiyo imeathiri uwezo wa baadhi ya watoa huduma kuendesha shughuli zao kwa ufanisi, jambo lililopelekea serikali kupokea maombi ya kutoka kwa jumuiya ya usafirishaji hapa Unguja na Pemba kuhusu marekebisho ya viwango vya nauli. Ndugu wananchi, kwa mujibu wa utaratibu uliowekwa, mapendekezo hayo yalifanywa uchambuzi wa kina kwa kuzingatia maslahi ya pande zote mbili, yaani wananchi wanaotumia huduma za usafiri, lakini na upande wa pili watoa huduma wanaowezesha upatikanaji wa huduma hiyo muhimu. Baada ya uchambuzi huo, serikali imekubali kufanya marekebisho ya baadhi ya viwango vya nauli kama ifuatavyo. Kwa upande wa Unguja, kwa usafiri wa daladala, kwa safari za umbali mfupi wa kuanzia kilomita 1 hadi kilomita 12, nauli imebadilika kutoka shilingi 500 hadi shilingi 700. Kwa safari za umbali mrefu wa kuanzia kilomita 19 hadi kilomita 21, nauli imebadilika kutoka shilingi 800 hadi shilingi 1000. Na kwa upande wa magari ya shamba Unguja, kwa umbali mfupi wa kilomita 1 hadi kilomita 14, nauli imebadilika kutoka shilingi 600 hadi shilingi 700. Na kwa umbali mrefu wa kilomita kuanzia kilomita 60 hadi kilomita 70, nauli imebadilika kutoka shilingi 2500 hadi shilingi 3000. Na kwa usafiri maalum, na naomba hapa nizungumze kwa msisitizo, usafiri maalum wa mabasi ya umeme ambao tunatarajia huduma zake zitaanza hivi karibuni, na kwa kuanzia kutakuwa na ruti mbili. Ya kwanza ni kutoka kituo cha Malindi hadi Buyu, nauli itakuwa shilingi 700. Lakini kutoka kituo cha Malindi hadi uwanja wa ndege, nayo nauli itakuwa shilingi 700. Sasa yapo makundi mawili ambayo yatalipa nusu nauli ya hiyo. Kuna kundi la wazee waliofikia umri wa miaka 70 kwenda juu ambao watapata vitambulisho maalum. Wao watalipa shilingi nusu ya hiyo, kwa maana shilingi 350. Lakini pia na wanafunzi, wale wanafunzi wanaosoma katika elimu ya lazima shule, nao watalipa shilingi 350, nusu ya nauli hiyo. Kwa upande wa Pemba, daladala kwa umbali wa kilomita 1 hadi 12, nauli nayo imebadilika kutoka shilingi 500 hadi shilingi 700. Na magari ya shamba kwa umbali mfupi wa kilomita 1 hadi kilomita 9, nauli imebadilika kutoka shilingi 600 hadi shilingi 800.
na kwa umbali wa kuanzia kilomita 42 hadi kilomita 45 nauli imebadilika kutoka shilingi 2,000 hadi shilingi 2,800. Ndugu wananchi, mabadiliko ya nauli hizi yataanza kutumika rasmi tarehe 1 mwezi wa 8 2027. Kipindi hicho kimetengwa ili kutoa nafasi kwa maandalizi ya utekelezaji wa utoaji wa elimu kwa wananchi kuhusu viwango vipya vya nauli hizi. Kulike, kushare, kucomment na kusubscribe ili kupata zaidi kutoka hapa Pwani Habari.